Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tuombe. Takatifu Mfalme amani, tunakushukuru kwa uaminifu wako na baraka zako. Tunakushukuru kwa neema ambayo umeweza kutupatia. Jehova, nisi naomba ukanitumie mimi kama chombo chako tu, na utukufu, heshima na adhama zikurudie wewe. Amen. Amina. Tunaendelea na kitabu chetu cha Moyo wa Ibada, and nimepata msukumo wa kurudia ile pointi ya 3 na ile pointi ya 4. Haleluya. Haleluya. Amina. Pointi ya 3 ambayo inaelezea kuhusu utayari wa kufuata na kutekeleza maelekezo ya neno la Mungu. Haleluya. Tukasema kwamba utayari unaonekana kupitia matendo ya mtu, na tukachukulia mfano wa Ibrahim katika ile Mwanzo 22:3 ambapo Ibrahim aliondoka alfajiri na mapema kwa kuwa moyo wake ulikuwa na utayari katika kufuata maelekezo ya neno la Mungu. Na tukasema kuwa utayari hauangalii vikwazo. Tukaangalia pale kwa Ibrahim kwenye Mwanzo 22:4 ambapo Ibrahim akiwa ameshasafiri kwa muda wa siku 3, anatazama, anaona mahali bado mbali, lakini utayari ulimsukuma kuendelea na safari. Haleluya. Nitaongezea mfano mwingine ambao ni kwa Paulo, ambao ni katika Matendo ya Mitume 20:22 mpaka 24, ambayo inasema, basi sasa angalieni, nashika njia kwenda zangu Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayo nikuta huko, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja, lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea. Haleluya. Haleluya. Hapa tunaongelea kuhusu utayari, venye ambavyo utayari hauangalii vikwazo. Tunaona hapa kwamba Paulo alikuwa anaenda kuhubiri injili huko Yerusalemu, na hapa anatuambia kwamba alikuwa hajui mambo ambayo yatakayomtokea huko, lakini Roho Mtakatifu alimwambia kuwa vifungo na dhiki vya mgoja. Haleluya. Lakini licha ya kuambiwa na Roho Mtakatifu kwamba vifungo na dhiki vinamgoja, lakini bado alifanyaje? Bado alienda Yerusalemu. Hicho kitendo cha kuambiwa kwamba dhiki na vikwazo vya mgoja, yani haikumpa hofu ya yeye kufanyaje, ya kutokwenda Yerusalemu kulihubiri neno la Mungu, kwa sababu alikuwa na utayari ndani yake. Haleluya. Kwa hiyo alitanguliza kutenda mapenzi ya Mungu licha ya vikwazo ambavyo alishaambiwa na Roho Mtakatifu kwamba atakutana navyo huko mbele. Haleluya. Kwa hiyo utayari, mtu ukiwa na utayari hauwezi ukaangalia vikwazo ambavyo vipo mbele yako. Haleluya. Amina. Tunaangalia katika ile page ya kwenye ile paragraph ya mwisho kwenye kitabu chetu, ambapo kuna mahali mwandishi anasema kwamba kumwabudu Mungu kunahitaji kujikana na kulipa gharama. Moyo wa ibada ni moyo wenye utayari wa kulipa gharama na kuondoa vikwazo katika kutekeleza agizo lililo katika neno la Mungu. Kwa hiyo hapa tunaona issue ya gharama. Haleluya. Kwenye issue ya gharama, tukisoma kwenye ile Marko 8:34 inasema kwamba mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na anifuate. Tunaona tukichukua mfano wa Ibrahim kumtoa Isaka, hii ilikuwa ni gharama kubwa sana kwa Ibrahim, kwa sababu alikuwa anasubiria kupata mtoto kwa muda mrefu, na alipopata mtoto Mungu akamwambia huyo mtoto wake wa pekee afanyeje, amtoe kama sadaka. Kwa hiyo ilikuwa ni gharama kubwa sana kwa Ibrahim, lakini Ibrahim kwa kuwa alikuwa anamwamini Kristo, alifanyeje, alikuwa na utayari wa kuweza kuitoa hiyo sadaka. Tukiangalia mfano mwingine kwa Musa alikataa utajiri wa Misri katika ile Waebrania 11:24 mpaka 26. Tunaona kuwa Musa angeweza kubaki katika jumba la kifalme kufurahia maisha ya kifahari, lakini alichagua kuteswa pamoja na watu wa Mungu kuliko kufurahia dhambi ya muda.
Sio rahisi mtu kuacha maisha mazuri, kusema kwamba mimi siendi huko, naenda kuteseka na watu wa Mungu. Ni gharama ambayo alilipa. Aliona kwamba mimi sistahili kwenda kufurahia kule mambo ya ufalme, ngoja niteseke na watu wa Mungu. Kwa hiyo vivyo hivyo, wakati mwingine ibada au utayari unamaanisha kuacha starehe kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Haleluya! Kwa hiyo tuwe tayari kuyaacha yale yote mambo ya starehe kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, kama ambavyo Musa alifanya. Haleluya. Pointi ya 4, nikiangalia kwenye ile pointi ya 4 ambapo inasema tumaini kwa Mungu. Hapa tunaona kwamba mwandishi anasema kwamba moyo wa ibada ni moyo wenye kumtumainia Mungu. Ibrahim anaulizwa, kuni zipo, moto upo, yupo wapi mwanakondoo? Huyu alikuwa ni Isaka ambaye alikuwa anamuuliza baba yake. Akiangalia anaona kuni zipo, akiangalia anaona moto upo, lakini hamuoni mwanakondoo. Akaamua muulize baba yake, yuko wapi mwanakondoo? Baba yake akamjibu, Mungu atajipatia. Lakini tukumbuke wakati huo Ibrahim anamjibu hivyo Isaka, alikuwa anajua kabisa wameenda kufanya nini kule, na alikuwa anajua kabisa sadaka ni huyo mtoto wake, lakini aliamua kumjibu Isaka kwamba Mungu atafanyeje? Mungu atajipatia. Tukiangalia katika ile Waebrania 11:17 mpaka 19 inatupa ufafanuzi zaidi ambao kwenye mwanzo haukuwepo. Ni kwamba kwa nini Ibrahim alikuwa na ule utayari na ule msukumo kwamba acha tu niende nikamtoe Isaka nikafuate yale maelekezo ya Mungu nikamtoe mwanangu wa pekee. Kwenye ile Waebrania 11:17 mpaka 19 inasema kwamba inasema kwamba Ibrahim aliamini kwamba Mungu angeweza kumfufua Isaka kutoka kwa wafu ikiwa angehitajika, kwa sababu Mungu alikuwa ameahidi kwamba uzao wake ungepatikana kupitia Isaka. Kwenye ile Mwanzo 21:12 tunaona pale Mungu ndio alipomwahidi Ibrahim kwamba kupitia Isaka ndipo uzao wake ungefanyeje? Ungepatikana. Haleluya. Kwa hiyo hii ahadi ya Mungu ambayo aliweka kwa Ibrahim ndio ilimpa Ibrahim uwezo na ile nguvu ya kwenda kutekeleza nini? Kwenda kutekeleza kile ambacho Mungu kile ambacho Mungu amefanyaje? Amemtuma akatende. Kwa sababu Ibrahim hakujua Mungu angefanya nini, lakini alikuwa anamwamini Mungu kwamba kama ni Mungu amenipatia huyu Isaka, basi Mungu kama ndio anataka nimtoe Isaka, basi atafanyaje? Atamfufua kama nini? Kama ingehitajika. Haleluya. Na akakumbuka ile ahadi ya Mungu kwamba Mungu alimwambia kwamba atampatia zao kupitia nani? Kupitia Isaka. Kwa hiyo tunaona ile ahadi ya Mungu kwa Ibrahim ndio ilimpatia Ibrahim nguvu ya kwenda kufanyaje? Kwenda kutekeleza mapenzi ya Mungu, kwa sababu anaamini kuwa Mungu ni mwaminifu na siku zote Mungu anasimama katika ahadi anazozisema. Haleluya. Kwa hiyo aliweka tumaini juu ya ahadi ya Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine hali zetu zinaweza kuonekana kupingana na ahadi za Mungu, lakini tukumbuke kuwa Mungu wetu habadiliki, na Mungu wetu mwaminifu, na ahadi zake ni za kweli. Yeye siku zote anatimiza ahadi zake. Haleluya. Kwa hiyo ukiona kama unajihisi mpweke, unahisi kama ni Mungu amekuacha, kumbuka katika Mathayo 28:20 kwamba Mungu amesema nipo pamoja nani hata mwisho wa dahari. Haleluya. Ukiona kwamba huelewi mambo venye anakuendea, katika Isaya 41:10 Mungu anasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haleluya. Hizo ni baadhi ya ahadi ambazo Mungu amefanyaje? Ametupatia. Kwa hiyo endapo unapitia wakati fulani, unaona mambo ni magumu, mambo hayaendi, zikumbuke zile ahadi ambazo Mungu ameziweka juu yako. Naamini kuwa Mungu atatimiza. Haijalishi mazingira unayaonaje au yanasemaje au mambo yanaonekana kama hayaendi, huelewi, lakini kumbuka ahadi za Mungu ambazo ameziweka katika neno lake. Haleluya. Kwa hiyo Mkristo anapaswa kujenga tumaini lake juu ya kile ambacho Mungu amesema. Tumaini la Mkristo halijengwi juu ya mazingira, bali linajengwa juu ya ahadi za Mungu kama Ibrahim. Haleluya.
Haleluya. Kwa hiyo tunapozigeukia ahadi za Mungu, tukiona kama Mungu ameniahidi kitu fulani, Mungu ameniahidi kitu fulani, Mungu ameniahidi kitu fulani, hautayapa mazingira sauti ya kuweza kukucontrol wewe. Tumaini lako litakuwa ni kwa Mungu, kwa sababu amekuahidi vitu vingi, na Mungu siku zote ni mwaminifu. Haleluya. Amina. Tukiangalia hapa katika kitabu chetu, mwandishi alitolea mfano wa kwenye Marko 10:17, ambapo anasema kwenye hii paragraph anasema, ndio maana Yesu alimwambia kijana tajiri akauze vyote ili aondoe tumaini lake katika vitu alivyonavyo na aweke tumaini lake kwa Bwana. Lakini kijana alishindwa, japo alikuwa anajinasibu kuwa amezishika amri za Mungu tangu utoto wake. Hiyo ni katika Marko 10:17 mpaka 22, ambapo Yesu alikuwa anaelekea mjini. Akatokea kijana mmoja akamkimbilia, akampigia magoti, akamwambia, mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kurithi uzima wa milele? Yesu akamuuliza, kwa nini unaniita mwema? Hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu peke yake. Yesu akamwambia, umezishika amri, usiue, usizini, usiibe. Yule kijana akamwambia, nimezishika hizo amri toka utotoni mwangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umekosa neno moja tu. Enenda ukaziuze mali zako zote, ukawagawie masikini, kisha unifuate. Yule kijana akakunja uso, hakupendezwa na hilo neno, kwa sababu alikuwa ana mali nyingi. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alikuwa anamuonesha yule kijana kuwa kumtumaini Mungu kuna maanisha kuwa tayari kuweka mapenzi ya Mungu mbele kuliko mali, kuliko heshima, au kuliko kitu chochote unachokithamini. Haleluya. Kwa hiyo tatizo la yule kijana halikuwa tu kwamba alikuwa ana mali nyingi, ila ni kwamba tatizo kubwa ni kwamba moyo wake ulikuwa umeegemea kwenye mali kuliko kwa Mungu. Kwa hiyo mali ikawa ni chanzo chake cha usalama na thamani na tumaini. Yaani alikuwa anazitumainia sana mali zake. Kwa hiyo aliposikia kwamba Yesu anamwambia kwamba ukauze mali zako zote na unifuate, akamwambia Yesu akamwambia utakuwa na hazina mbinguni. Jamaa kaona ni kitu kigumu. Yaani niziuze hizi mali zangu zote, mimi nitaishije? Mimi yani nitakulaje? Mimi yani watu watanionaje? Nifilisike tu ghafla. Kwa naweza nikaashumu kwamba hayo ndio mawazo ambayo alikuwa anayawaza wakati huo. Kwa hiyo Yesu ndio alikuwa anamuonesha kwamba kuzijua amri peke yake haitoshi, ila ni sacrifice kile kitu unachokithamini sana kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Tukisoma katika Mathayo 6:21 inasema kwamba hazina yako ilipo ndipo moyo wako utakapokuwepo. Kwa hiyo yule jamaa moyo wake ulikuwa katika zile mali zake, tumaini lake ilikuwa katika zile mali zake zote. Kwa hiyo mali yawezekana kuwa ni baraka kutoka kwa Mungu. Mungu amekubariki, umekuwa na mali nyingi. Kazi inaweza ikawa zawadi, Mungu amekuzawadia kazi nzuri, na pia mahusiano yanaweza yakawa mazuri, lakini tukumbuke kwamba kitu chochote ambacho kinachotawala maisha yako zaidi kuliko kitu chochote kinachotawala maisha yako zaidi kinaweza kuwa zaidi ya kikwazo katika wewe kumtumikia Mungu, kwa sababu vitakuwa ni vitu vinavyokupa wewe matumaini badala ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tuwe makini sana. Sawa, una mali ambayo Mungu amekubarikia nayo. Sawa, una kazi ambayo Mungu amekubariki. Sawa, ndio una mahusiano au una ndoa ambayo Mungu amekubariki. Lakini kitu chochote ambacho kimetawala sana maisha yako kuliko Mungu, hicho kitu kinakurudisha nyuma. Hicho kitu kinakuwa ni chanzo cha wewe kuto kumtumainia Mungu. Unakuwa unakitumainia kila kitu badala ya kumfanyaje? Badala ya kumtumainia Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tuwe makini sana. Kwa hiyo unaweza ukajikuta tumaini lako maybe umeleka kwenye kazi yako, kwenye mali zako, kwenye mahusiano au kwenye kitu kingine chochote pasipo wewe mwenyewe kujua. Kwa hiyo tutafakari na tuwe makini sana na tumwambie Mungu,
nifunulie, je, ninakutumainia wewe au ninaitumainia kazi yangu, au natumainia mali zangu, au natumainia ndoa yangu, au ninatumainia mahusiano yangu au elimu yangu. Kwa hiyo tumuombe Mungu sana atupe kufahamu ni nini ambacho tunakitumainia. Haleluya. Kwa hiyo hapa kwenye hii paragraph ya pili kutoka mwisho kwenye kitabu inasema kuwa ndiyo maana Mungu katika kitabu cha Yeremia 17:5 anakataa mtu asimtumainie mwanadamu na kumwacha Mungu moyoni mwake. Kwa sababu ya kufanya hivyo, mtu atashawishika kumwabudu mwanadamu mwenzake ambaye amemtumainia na kumtegemea. Kwa sababu hiyo, Mungu atakosa kuabudiwa. Kwa hiyo Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu na kumfanya kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Tulikumbuke hilo. Haleluya. Kwa hiyo hapa mwandishi anamalizia kwa kusema kwamba tumaini katika Mungu siku zote halitahayarishi na moyo wenye matumaini kwa Mungu humsukuma mtu kumwabudu Mungu katika mazingira yoyote. Haleluya. Moyo wa kumtumaini Mungu humsukuma mtu kumwabudu Mungu katika mazingira yoyote. Kwa hiyo katika mazingira yoyote unayopitia, katika mazingira yoyote ambayo unaona kabisa mazingira haya ni magumu, huwezi peke yako, mambo hivyo, tukumbuke ahadi za Mungu ambazo ametuahidia, ambazo ametukirimia, na pia tuweze kuwa na ule utayari wa kufanya au kuyatenda mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Mimi ya kwangu kwa siku ya leo ni hayo tu. Unaweza kumpigia Bwana makofi. Haleluya. Haleluya. Kama umeelewa sema amina. Kama haujaelewa mwambie Mungu, unapodhuru wengine na mimi usinipite. Haleluya. Haleluya. Tuombe. Takatifu mfalme wa amani, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili zuri ambao umeweza kutupatia asubuhi hii ya leo. Jehova nisi tunaomba Roho Mtakatifu wako pale tunapojisahau aendelee kutukumbusha, aendelee kutuongoza, tukapate kuweza kutembea katika mapenzi yako na kuyafanya yale yanayokupendeza. Tunaomba hayo tukikuamini, na kila mwenye pumzi aseme amen. Ongeza makofi mengine mazuri kwa Bwana Yesu. Amen, amen, amen. Moyo wa ibada. Kama upo hapa kanisani na huna moyo wa ibada, huwezi kukutana na Mungu. Na ametueleza mtumishi wa Mungu vizuri kabisa kwamba tumaini kwa Mungu litakufanya moyo wako uwe moyo wa ibada. Kama huna matumaini kwa Mungu, hakuna namna unaweza ukamwabudu Mungu aliye hai. Ndio maana kijana alipoambiwa uza vyote ulivyo navyo, Mungu alikuwa anataka aondoe moyo wake kwenye mali, alete moyo wake kwa Mungu, lakini ilishindikana. Na kwa sababu ilishindikana, alishindwa kumwabudu Mungu, akaendelea kuabudu mali. Mungu anawezekana akwambia wewe utoe moyo wako kwenye kazi, sijui kwenye nini. Hakwambii uache kazi, lakini toa moyo wako umtumaini Mungu. Ukishindwa hapo, wewe utakaa hapa ndani kama picha tu, lakini hutaweza kumwabudu Mungu. Lakini ile pointi nyingine anasema utayari wa kufuata na kutekeleza maelekezo ya neno la Mungu. Kama hauna huo utayari, ni vigumu sana kumwabudu Mungu aliye hai. Huna utayari, yani wewe huna utayari wa kuja ibadani. Tunaweza tukakulazimisha sana, lakini ukifika hapa wewe huwezi kumwabudu Mungu. Kwa sababu gani? Umekosa utayari. Ibrahimu anaona sehemu ni mbali ile kule, lakini moyo wake unampa utayari, anafurahia. Tunasema hapa, lengo langu ni kumwabudu Bwana. Hata kama unakaa wapi, unatumia nauli kiasi gani,
kama moyo wako ni moyo wa ibada, utafurahia na utakuwa nyumbani mwa Bwana at the right time na kumwabudu Mungu aliye hai. Moyo wa ibada. Utasikitika sana kama Jumapili wenzako wako ibadani, wewe sijui uko wapi, uko unafanya vitu ambavyo havieleweki na vingine hata ni vya kishetani, lakini moyo wako hauumi. Ujue wewe umepoteza utayari wa kufuata maelekezo ya neno la Mungu, na kwa sababu hiyo utaweza kumwabudu Mungu aliye hai. Glory be to God. Kumbuka, jumla ya maisha yetu yote ni kumwabudu Mungu aliye hai. Hiyo ndio jumla ya maisha yetu yote, kumwabudu Mungu. Vitu vingine ni vya ziada sana, vya ziada sana. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni waimbaji, tuendelee na ibada kwa Mungu aliye hai.